nataka kurejelea somo ambalo si kulimaliza kuhusu the tragedy of Christian stagnation, shida ya Wakristo kukwama. Na tulizungumza mambo mengi, tukaona ya kwamba inawezekana Mkristo kuwa ako katika uwepo wa Bwana na Bwana anafanya kazi katika maisha yake, lakini aende akwame katika safari yake. Na tukasoma ya kwamba wana wa Israeli ingewachukua siku 11 kutoka mahali ambapo Mungu alikutana nao ana kwa ana na mahali ambapo walikuwa wasimame kabla ya kupita Jordani waingie katika nchi ya ahadi. Lakini walichukua miaka 40 wakizunguka mlima, ikiwa nchi ya ahadi iko karibu, lakini wako katika kazi ambayo haina mazao, kazi ya kuzunguka, wamekwama. Na wapendwa, kuna wengi ambao Bwana ametuahidi mambo makubwa. Kuna mambo Mungu amepanga kufanya katika maisha yetu, lakini kuna hatari tunaweza kuwa nayo wakati tungali tuko katika uwepo wa Bwana, lakini hatukwami. Kuna shughuli zinafanyika, lakini ukweli ni kwamba hakuna maendeleo ambayo tunaenda. Na siku ya leo nataka tuangalie sababu ya watu kukwama katika safari yao ya kufikia hatima zao. Ni nini inafanya watu wakwame? Walianza vizuri, walikuwa wanaona kabisa mahali Bwana anataka kuwapeleka. Hata bado wanazungumza kuhusu kwenda mahali walikuwa wanaenda, lakini wamekwama. Kuna visababu gani vinafanya watu wakwame ili wasifikie baraka zao? Na pia sio tu kufikia, tunataka tusifikie, tugali tunaweza kusifurahia. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema upewe baraka zako mapema, wakati unaweza kusifurahia, kabla ya miaka ambayo Biblia inasema katika kitabu cha Ecclesiastes, before the evil days come. Wakati Biblia inasema ya kwamba kuna wakati utakuwa umelala na sauti ya ndege inakustua. No, soma Ecclesiastes. Biblia inasema kuna wakati hata kisiagi kitawacha kulia kwa sababu watu ni wachache, na tamaa ya grasshopper itakuwa imeisha. So kabla hizo siku sifike, ni vyema ufikie baraka zako mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia neiba, ni vizuri kupata hizi baraka mapema. Kama Mungu anakupatia nyama, akupatie saa hii ugali uko na meno. Na pia sio tu meno, kabla daktari awache kukuambia hii miaka unafika upunguze chumvi. Unajua nyama haina chumvi. Akwambie maziwa pia. Na ni wakati umeweka ng'ombe, anakuambia upunguze maziwa sana na ikiwezekana uache. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukunywe turungi na pia vitamu, mwili ni kama umezoea, uondoe vitamu. Sasa ni vyema upewe ugali, uko na nguvu ya kusherehekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunataka tuangalie hizi visuisi ni gani, ili tudiro nazo na tuingie katika miliki zetu wakati tungali na nguvu ya kusifurahia katika jina la Yesu. Na kizuizi cha kwanza ni woga na mashaka. Woga na mashaka. Fear and doubt. Woga ni adui kubwa ya wewe kufikia hatima yako na baraka ambayo Bwana amekupangia iwe yako. Katika kitabu cha Numbers 13 kuanzia verse 27. Numbers, Hesabu 13, tuanzie aya ya 27.
wakamwambia wakasema, hawa ni wale walitumwa wakaangalia ile nchi. Sasa wanaregesha ripoti. Wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake hii nchi ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Kama Bwana amekuahidi, nataka kuhakikishia ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba ahadi yake itatimia. Kama vile tunaimba, ni ahadi ya Bwana na daima lazima ataitimiza. Alikuwa amewaahidi wakiwa katika nchi ya utumwa, nitawapeleka kwa nchi iliyo na maziwa na iliyo na asali. Walipoenda kupeleleza, walikuta ni kweli, na wakasema matunda ndiyo hii. Wakati huo wamesimama mahali panaitwa Barnea, wakiwa opposite across the land. Wameenda wameichunguka, wameona, wamesema matunda ndiyo hii. Wamedhibitisha Mungu amefanya vile ameahidi ya kwamba atafanya. Aya ya 28. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma na ni makubwa sana. Wewe kama nchi nzuri na iko na vitu vizuri, unafikiria itamilikiwa na watu hawana nguvu? Hapana. Kama ina maziwa na asali, ni kumaanisha ina watu wanailima, wanaitunza, wanaifanyia kazi, na ndipoza inazaa. Kwa hivyo ukiona ni nzuri, ilikuwa na watu wa kutunza. Lakini alikuwa amewaahidi, mimi nitawaondoa mbele yenu, I will send hornets mbele yenu ili waondoe. Lakini walisahau hiyo pia, wakasema, na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Muyebusi na Muamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo ya Yordani. Yani they were able, waliweza kuona hizo vitu zote. Kama watu hao wanakulana vile walikuwa wanasema wanakulana, si wangekuwa wamekuliwa? Wameenda kila mahali, wameona Munegebu, Muhiti, Muyebusi, Muamori, hata wale watu wa karibu na bahari wamewaona. Verse 30. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara moja tukaitamaraki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda kupigana na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Swali yangu, wamepigana na wao? Walijuaje? Walipima hii nguvu yao lini? Na Biblia inasema ya kwamba verse 32, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliopeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yao yake ili tuipeleleze, nchi inayowala watu wanayoikaa. Watu tuliwaona, lakini hiyo nchi inakulaga. Tulienda tukaipeleleza yote, tukaona mahali wanakaaga, tukaona asali na tukaona masiwa, na pia tukafanya nini? Tukarudi kukuletea habari, lakini hii nchi inakulaga. Umeisikia mtu ambaye Mungu alimpatia kipawa ya biashara, hajafungua biashara, lakini anazungumzaga kuhusu biashara. Anasema, mimi nimeangalia biashara na nimejua biashara sio mchezo. Biashara inaweza kukumaliza ukwishe. Umeisikia mtu akisema hivyo? Hajawahi fungua biashara. Ni woga. Kwa sababu kile ambacho kinafanya watu wakwame, wasimiliki miliki zao, kitu ya kwanza ni woga. Na hebu nikwambie, woga hutia majitu
huona majitu mahali kuna watu wa kawaida. Wewe tembea usiku kama ni muoga. Nataka nikueleze kama wewe ni muoga ama wewe ni hodari. Tembea usiku barabara hiyo ya kwenu, na ukisimama kwa sababu ya woga na unaambia na watu, hapo chini kuna watu wanakaaga hapo wakigojea watu, uangalie, usimame tu uangalie. Si kuna kuwaga na mti iko hapo? Hiyo mti matawi si inakuwaga ni mingi, ni juu. Utaiangalia kabisa uone kichwa. Si ndio? Wewe fanya experiment. Utaona hiyo kichwa, na ukiangalia chini kidogo matawi mawili itakuwa kama mikono. Na wakati unajaribu kujipatia nguvu, upepo kidogo itakuja itigise, na uone ni kweli sasa anafanya nini? Anakuja. Si wakati huo ndio siku ile unakumbuka ulirudi ukaenda kutafuta watu ambao wafanye nini? Wakufukishe katika hiyo mahali, na ukaeleza. Mimi hebu nimwambie, sio ya kwamba mimi ni muoga, hapana. Hao watu walikuwa wapi? Na niliwaona na hii macho yangu ngapi? 2. Wapendwa, wengi wamekwama, sio kwa sababu hakuna ahadi, hawajaona ahadi ya Bwana, lakini wamewekwa woga na mashaka. Na woga na mashaka hujenga majitu katikati yako na baraka yako. Unasikia ripoti za watu wengine ambao hawana imani wakikuambia vile walifanya wasipo na imani, na wewe unadunisha imani yako. Wapendwa, napenda Kalebu akasema, hapana, hii nchi nzuri na tunaweza kuitamaraki, simameni twende. Nataka kuambia wapendwa, kama Mungu amekuahidi, simama uende. Nisaidie kuhubiria huyo neiba wako, mwambie simama uende. Masomo sio mazito hivyo mnasema. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukiamuka tu mapema, masomo sio ngumu. Kama ingemaliza watu, sisi tungekuwa hatuko hapa, lakini tulistahimili na tukaisoma. Hata wewe kama baraka yako iko katika udaktari, unaomba Mungu akufanye daktari namna gani na umekataa kusoma? Ama unataka kuwa daktari wa miti hapa? Kama umekaa karibu na mwanafunzi wetu, mwambie, wewe usikuwe daktari wa nini? Wa miti hapa. Soma, kwa sababu unaweza kustahimili masomo na urenge juu, kwa sababu Mungu mwenye kupatia ahadi anaweza. Amen. Niliambiwa tangia zamani ya kwamba kama utatajirika, pesa ya mshahara haiwezi kukutajirisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwajiri anaipima. Nataka kupatia kila mmoja wetu ambaye ameajiriwa pamoja na mimi, serikali inatupimia kiwango ya kwamba mwezi ujao bado tutaenda kasi. Kwa hivyo unapewa tu yatosha kukufikisha mwisho wa mwezi. Kwa hivyo kama unataka kutajirika na kuinuka katika hali yako, itabidi ufanye kazi ya ziada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu ya kwanza itabidi ustahimili na uishinde ni woga. Bwana Yesu asifiwe. The more you fear, the bigger the giant. The more you are afraid, the more they grow horns. Ukiziangalia tu namna hii, utaziona na utashindwa kufikia hatima yako. Woga, paralyze ni kugandamiza. Woga hugandamiza imani. Woga hugandamiza imani. Fear paralyzes faith. Na dawa ya woga ni kuongeza imani. Huyu Kalebu
alikuwa mmoja, lakini anasema si aliona hao wana wa Anaki, aliwaona, lakini badala ya kukubaliana na wale 11 akasema mimi ninajua kama Mungu amefurahishwa na sisi anaweza kutupatia hii nchi, hebu tuinuke twende tuimiliki, for we are well able. I declare tuko na uwezo wa kufikia hatima yetu kama tutainua imani yetu. Inueni imani wapendwa, katika jina. Ukikosa imani, what will happen? Mungu akiona unawoga na huna imani, atakuonyesha njia ya kuzunguka mlima mwaka ingine moja. You will be going round and round, making absolutely no progress. So, jambo la pili ambalo na Mungu hataki watu waoga. Katika kitabu cha Isaya 41 aya 10, Biblia inasema hivi: usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakutia nguvu. Hilo jambo unafikiria huliwezi, Mungu anakuambia usiogope, niko pamoja nawe. Usifadhaike, kwa sababu mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Naam. Jambo la pili anasema atafanya nini? Nitakusaidia. Usiende na nguvu yako peke yako. Mungu anasema usifadhaike, mimi nitakusaidia. Jambo la tatu, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki. Sasa kwa nini inakuwa ngumu sana kuamini hivyo? Yaani Mungu anakuambia hivi, usifadhaike, mimi naenda pamoja nawe. Number 2, mimi nitakutia nguvu. Number 3, nitakusaidia. Number 4, nitafanya nini? Nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Kama Mungu atafanya hivyo, si basi tuinuke na tuende tukatimize ndoto zetu katika jina la Yesu. Na hebu nikwambie, hata kama Yosefu alikuwa na imani kubwa, hangekuwa mfalme kwao. Ufalme wake ulikuwa umeandaliwa wapi? Misri. Na ili ufike Misri, kuna vitu utaingilia. Kamoja ni kukataliwa. Ya pili ni kukosewa nafasi. Ya tatu ni kuwekwa kwa shimo. Ya 4 ni kuuzwa. Ya 5 ni kufanya kazi ya maid. Amen. Na kuna mtu ukimwambia afanye kazi ndogo kama hiyo ya kuoshea watu nyumba, anauliza, mpendwa, umeniangalia mimi na ukaona ile kazi tu mimi naweza kufanya ni kazi ya kukamua ng'ombe? Pastor, hiyo ndio ile ndoto uko nayo kuhusu maisha yangu, na vile nimekuamini kuniinua viwango na kunipeleka, na ile unaniambia nikamue? Hata kunifundisha funzo ambayo sitasahau. Unakosa ibada ngapi? Kutoka mahali ulipo hadi mahali ndoto yako iko, sio wote tutapita kwa njia ya rahisi. Kuna shimo, na hebu nikwambie, hata kuna jera. Amen. Katika safari ya kufikia kwa ndoto yako, wewe unataka lift. Na nilisikia Pastor Victoria akituambia hiyo barabara haiendeki na lift, inaendaga na staircase. Lakini wapendwa wanapenda nini? Lift. Uingie ndani hapa chini, uguse 10th floor na ukae. Abia neighbor, haiendagi hivyo. Haiendagi hivyo, hapana. Biblia inasema kupitia kwa dhiki nyingi, through many trials and tribulation, we must enter the kingdom of God. Na sio ufalme wa Mungu peke yake, ufalme
wa aina yeyote. Kusiwe na mtu ataogopa ufalme wa ndoa. Vile nimeona na wale wameoa na wameolewa, mimi nimefanya uamuzi. Nikiangalia stress, Biblia inasema usiogope, usifadhaike, nitakutia nguvu. Ukiona tunadumu katika ndoa ni kutiwa nguvu. Sio kwamba tunaweza, hata sisi tulifikiria hivyo, lakini tulipoingia tukakuta ya kwamba tumetiwa. Amen. Uliza neighbor kama ameingia kwa biashara bado. Kama wewe umefanya biashara, mwambie biashara sio rahisi, lakini tumetiwa. Mwenye kusema atashika watu mkono, ametushika mkono wakati mmoja karibu tuzame, lakini alifanya nini? Alituinua. Hata wewe atakuinua. Usiogope, usifadhaike katika jina. Amen. Sasa uliza neighbor. Unajua saa nyingine ni mzuri. Biblia inasema ya kwamba na watu waliompenda Bwana wakasungumuza pamoja na Mungu akasikia. Hebu tusungumuze. Uliza neighbor, unapanga nini na hii mahubiri? Muulize, hii mahubiri ikiisha, ni kweli tunaelewa umekwama kwa sababu tumekuona ni kama saa nyingine tunaonaga umekwama mahali hapo. Unapanga kufanya nini? Na kama ni msomi, muulize ulikuwa position gani last time? Ripoti formula umetuletea inasema nini? Na kama hivyo ndivyo ilivyo, unapanga nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kanisa ya mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kanisa ya nini? Ya mipango. Tunapanga, tunaamini Mungu, naye Mungu anatuwezesha katika jina la Yesu. Na kitu moja hatufanyi, hatuogopi na hatufadhaiki. Amen. And you know, confession is good for the heart. Kwa hivyo ambia neighbor, siogopi na sifadhaiki. Mwambie tena, siogopi. Amekwambia hivyo? Mwambie ni nini huogopi? Numuulize tu. Si amekwambia kabisa siogopi na sifadhaiki. Ni nini haogopi na ni nini haimfadhaishi? Ili tumwambie katika hiyo Mungu atakupatia nguvu, Mungu atakushika mkono na Mungu atakusaidia katika jina. Amen. Jambo la pili ambalo linafanya watu wakwame ni kutotii, kuteta na kuasi. Numbers 14 verse 1 to 4. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Mimi kama mchungaji nimewahi ona watu wakitoka machozi. Na ni kwa sababu kuna jambo walikuwa wanataka na halijafanyika, na lakini hawataki kufanya kitu. Hawa wapendwa, unasikia vile wanalia? Ni kwa sababu wameambiwa wavuke waende Kanani, kwa sababu Mungu ako na uwezo wa kuwapitisha. Badala ya kusimama, Biblia inasema ya kwamba mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Verse 2. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungalikufa. Amen. Mwisikia watu wakisema ni heri kukufa. Wakasema, Musa, ile kitu sisi tumeangalia hii maneno, hiyo nchi inakula watu, ni sisi tu haikukula. Hiyo nchi iko na majitu, lakini sisi tuliangalia yote, tukipitana na majitu hawakutudhuru, lakini tukienda sote tukiwa wachache hawakuweza kutudhuru na hatukukuliwa, lakini tukienda sote. Can you see the logic? Hebu angalia logic ya mambo ingine wewe unasemaga. Hebu angalia wewe vitu ingine unasemaga.
Si unaona kabisa ni kama my brother is telling me it really does not add. It is inspired by fear and disobedience. Ati wewe ukienda peke yako mkiwa 12 mtasunguka mkule asali, na in fact watu hao wanakula watu watawakubalisha mkate miti yao. Si walikuja na branches zimejaa vitu na walipitia katikati yao na wanasalimia na haro. Sisi uliza neighbor, ni nini inakufanyaga usimiliki yako? Angaliaga zile visababu unapeana. Umebeba vitu za wenyewe na hamukununua. Mumeenda na mumerudi mkibeba na mnasema matunda ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ati kama pastor angenipatia nafasi nijimanifest. Unajua shida, pastor akianza kuhubiri hasimami. At least aseme ni nani ako na neno. Unajua kuna mahali mtu anapewa nafasi aseme. Shida overcomers. Mtu hapewi nafasi. Lakini kwa ushirika Esther, hata Esther sasa amekasirika kidogo. Nasema katika ushirika nafasi ni mingi ya kutoa ushuhuda. Lakini Esther ameniambia hata abia neighbor kwanza jimanifest kwa ushirika. Kabla ukuje hapa jimanifest kwa nini? Ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikie uliposimama watu wote wanasema pastor nitapata ushuhuda. Pastor, kama unataka hii kanisa inenepe, patia dada yetu, hatuna sister hapa anaitwa Scholastica. Kunaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Pea dada yetu Scholastica Masumbuko atuhubirie Jumapili ija. Lakini hakuna kitu unafanya, hakuna. Esther ameniambia hata ushirika wa nyumbani. Uliza neighbor, unaendaga ushirika ya nyumbani? Muulize tu, muangalie macho mwambie ni pastor amesema nikuulize, si kuwa na ubaya. Hata wakasema ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa. Yaani vitu. Okay, wapendwa. Mimi nataka tuzungumze kwa sababu Mungu amenipatia watu ambao wamesoma na wanaelewa mambo. Wamesema Musa, ulitukosea. Sisi vile tumeangalia hii kitu, afadhali tungekufa tukiwa Misri. Ama kama hatujakufa Misri, tukufe wapi? Lakini bora tuwe Bona tusifuke tukakufie kwa ile nchi. Kwa sababu watatuua, lakini ya garao tuwe tumeingia kwa nchi tukakufia wapi? Si kifo ni kifo. Abia neighbor, enda vuka. Mwambie vuka. Enda ukakufia upande ule mwingine. At least utakufia kwa nchi ya ahadi katika jina. Lakini unasikia, hebu tukufie Misri, hebu tukufie jangwani. Lakini tusiende kwa ile nchi ambao watu hawakufi. Ukweli hawakufi kwa sababu tulienda na tukaru. Verse 3, tumalize hii maneno. Bona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga. Okay, kuna mahali wamesema waliona paga. Wapendwa, kwa nini mnashukuaga Mungu wangu hivyo, mnakushukua vibaya namna hii? Hata afadhali tukuve kwa jangwa, tukuve Misri, ama tukuve kwa upanga. Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi? Na walisema ni nini nakuaga Misri? No, sio marenge, ni kifo. Walisema tungekufia wapi? Na hapo kabla watoke hapo, sio Mungu alipenda, ni wao walilia. Biblia inasema ya kwamba walilia mpaka kilio yao ikafikia mbinguni.
Mungu akasema, nimesikia kilio chenu kwa sababu ya mateso mnayoteswa Misri, na nimekuja kwa sababu ya kilio. Na saa hii tunapozungumza, wametolewa hapo, wametolewa kwa jangwa ambayo inakula watu. Jangwa inakula watu, lakini Mungu alihakikisha usiku, wakati baridi inamaliza watu, anawawekea moto. Mchana wakati jangwa inakuwa moto kabisa, inaweza kukumaliza, amekuwekea nini? Huku kufa. Lakini unamwambia Mungu, hata kama ningekufa nikiwa chini ya wingu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wapendwa tusimtii Mungu? Tumwamini ya kwamba akisema atatenda. Kwa nini tusiinuke kama Kalebu, twende tukamiliki miliki zetu? Kwa sababu mwenye kuahidi ako na nguvu ya kutenda katika jina la Yesu. Number 3, familiarity and comfort zone experience. Kitu mzuri ni adui ya kitu bora. Good is the enemy of better, and better is the enemy of the best. I wish you would get that, brethren. Good is good. Chema ni chema, lakini ni adui ya chema zaidi. Hautawahi kufika mahali pema zaidi mpaka uchukie kilicho chema, ili upende kwenda mbele. Amen. Kama unatembea kwa mguu, baiskeli ni baraka. Praise the Lord. Kama unatembea, unajua nyinyi hamjui shida ya kutembea mguu kila mahali. Na Mungu siku moja akuteremshie baiskeli. Hata unaenda ukipiga kengele bila sababu. Hata kama tumekuondokea kwa barabara, unapiga tu. Sio tuondoke, ni tuangalie. Na tukiangalia unafanya nini? Uko na kitu kizuri. Lakini kama sasa ukikwama hapo, ufikie ya kwamba wewe umefika, siku ile utapiga kona na baiskeli mpaka uguze hapa. Unatuambia, unajua nilienda kwa hiyo kona, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ushuhuda. Mpaka nikaguza wapi? Hapa. Hii inaitwaje? Tunakuuliza, ukaguza na hapa? Unatuambia ndio. Praise the Lord. Na si kuanguka. Amen. Watu wote walifanya. Kama unataka utustue na baiskeli, daima utaishi katika nchi ya baiskeli. Siku ile utaiangalia, uidharau, ni siku ile utapitwa na mtu ya pikipiki kwa mlima. Asante sana Pastor Victoria. Siku ile utadharau baiskeli, ni siku ile utapitwa na mtu ya pikipiki kwa mlima. Nyinyi bado nyote mko na gari, lakini yako imefika mahali inasema haiendi tena. Hata wewe ni mtu unibebe. Na unaona mtu na pikipiki, unauliza, Mungu wangu, si hata yule ni mwana wa Mungu? Na kutoka siku hiyo, because I told you brethren, God will never give you what you have never desired. Kabla ya Mungu akupatie, lazima uitamani. The desire is the mother of possession. Until you want it so bad, you feel so uncomfortable, you cannot rest until uko tayari kulipia gharama ya kupata hicho kitu, kwa sababu ya vile umeipenda. Itakaa ikiwa ndoto. Na kutoka siku hiyo uongereshe baiskeli, uiambie, wewe baiskeli, nimekubeba kwa milima na ni kama unanichoea na unanionea. Wewe
unanipelekaga mahali ambapo ni rahisi. Si ni kweli? Si baiskeli, hebu tuzungumze wapendwa. Baiskeli iko na madharau yake. Si kwenda chini ya mlima ni rahisi. Hapo ndio inakupeleka. Kwenda mlima badala ya sasa uende mlima ukiwa na starehe ya kutembea, inasema uiambie baiskeli, hebu tuelewane vizuri. Nimekupatia 1.5 mwaka. Sitakusukuma. Utafute mtu mwingine wa kufanya nini? Katika jina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Familiarity, kuzoea. Ndugu mmoja, rafiki yangu, mwalimu mwenzangu, nilikuwa nasoma chuo kikuu, nilienda kufundisha shule fulani, na kuna mwalimu hapo alikuwa rafiki yangu, na tukaenda kutembea kwake. Alikuwa amekaa mwalimu miaka mingi, mimi nikiwa bado niko chuo. Tulipoenda alikuwa amejenga nyumba ya rumu 3 ya bao, na hizi bao iko na rumu 2. Rumu moja ya watoto iko na pasia, hakuna mlango, iko na pasia. Upande hii yao ndio iko na mlango. Na unajua alikuwa amekaa kwa hiyo nyumba kwa miaka hiyo yote akifanya kazi, hawezi kununua mlango. Ameweka nini? Alizoea. Umewahi enda mahali ambapo kuna pasia? Huyo mtu sio hawezi kununua mlango. Hata wewe unajua alizoea. Sijui na wewe ni nini umezoea. Hebu tuangalie Biblia. Genesis 11, Mwanzo 11 aya ya 31. Tera akamtoa Abramu mwanawe na Rutu mwana wa Harani, mwana wa mwanawe, na Sarai mkwewe, mke wa Abramu mwanawe. Wakatoka wote katika Uru wa Karadayo waende nchi ya Kanani. Unaona, huyu Tera ni mzee mzuri. Anataka kuhamisha watu wake kutoka miungu hii awapeleke nchi iliyo nzuri. Amebeba wote. Wakafika mpaka Harani. Nimalizieni hapo. Wakafika mpaka Harani. Wakakaa. Walikuwa wanaenda wapi? Wakafika wapi? Walielewa ni wapi wanaenda, na walijua mahali hapa wamefika hapaitwi Canaan, panaitwa. Wakafanya nini? Uliza neighbor, ni wapi umekaa na sio mahali ulikuwa unaenda. No, muulize tu, leo ni siku ya kuulizana maswali. Ni wapi ulikuwa unaenda ukafika mahali ukakwama? Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa akiulizwa na watu wa kwao, Baba Grace anaulizwa, Tera, umebeba watu wote, mnaenda wapi? Alikuwa anajibu nini? Tunaenda. Anaambiwa sinibari, mtafika. Akasema mimi nikiamua nimefanya nini? Akafika wapi? Harani. Akafanya nini? Akakaa. Wazate tu. Hebu mustuke. Siku za Tera zilikuwa miaka 205. Akikaa wapi? Haran. Tera akafanya nini? Sema nimekataa kukufia hii mahali. Come on, sema kwa nguvu, sikufii hii Haran. Mimi nilikuwa wakwenda wapi? Kana nitaenda Canaan katika jina. Alifika Harani. Akaanza shughuli. Miaka 200 na ngapi? 205 years in the wrong place. He knows where he's supposed to go, lakini amekwama. Sasa mimi nitafanya nini nikuamue watu katika jina la Yesu? Ni mahali gani hiyo? Unajua pengine ukatoka katika sehemu hii ukaingia hii,
ukasikia mahali hapo ni tabarare, ukajenga hema na ukaanza kuzoea, hata ukaanza kutualika tuke tuku. Hapana. Destiny, Canaan. Destiny, which is your Canaan? Ebuliza neighbor, Canaan yako ni wapi? Which is your Canaan? Of course, any Haran will be a good place as long as you are not sure where Canaan is. You have no Canaan. Amen. Saa hii Mungu akiniangushia milioni 10. Saa hii plani ya kuitumia tayari iko. I don't have to plan. The plan is ready. It is waiting for money. Amen. Wewe uko na plan? Ama ni unagojea pesa? Ati pesa, washa. Pesa ndio itaniambia. Si kulingana na ile pesa Mungu atanipatia ndio nitajua. Mimi kwa nini ulisireki Harani? Mungu ambaye alikutoa mahali, alikutoa akakufikisha hapo. Kulikuwa wakati uliishi mahali ambapo sio bora kama mahali ulipo. Kwa nini ulipofika hapo ukatulia? Getting satisfied too early. Ndio sababu development committee leo najua kuna vitu tunanunua, tukimaliza tumekaa katika nyumba ya ghorofa 2 too long. Abia neighbor, tumekaa ghorofa 2 too long. Come on, tell somebody. It is, we have stayed kwa story 2 for 2. Miaka ngapi? Miaka 3 kwa ghorofa 2 peke yake. Ni wakati wa kwenda juu. Abia neighbor, tuende juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa tunaambia watu Yesu Kristo ako ni Mungu katika sehemu hii, katika jina. Tumekaa Haran. Bwana Yesu asifiwe. So abia neighbor, atatoa pesa ngapi ya kujenga hiyo ghorofa ingine 2? Muulize tu. Unaona kama wewe utatoa pesa ngapi? Tutakapokutana na nyinyi Jumapili, sitaki kuona mtu ako Haran. Abia neighbor, toka. Mwambie vizuri. Mwambie toka. By the time tukutane Jumapili, kama hutakuwa umetoka Haran, tayari umefunga mizigo. Amen. Umefunga mizigo na umeanza kusema mimi sio wa Haran, mimi ni wa Canaan, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mtu aseme amen.